Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Tafakari yetu ina kichwa kinachosema mtu mwenye nguvu hubadili mfumo wa maisha yake. Mtu mwenye nguvu hubadili mfumo wa maisha yake. Ni tafakari muhimu sana kwa safari ya maisha. Ni mimi Mwalimu na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Watu wenye nguvu zaidi si wale wanaorudia makosa yale yale, ni wale wanaobadili mifumo yao ya maisha. Watu wengi hufikiri kuwa nguvu ni uwezo wa kuvumilia maumivu au kuendelea baada ya kuanguka. Hilo ni kweli kwa sehemu, lakini nguvu ya kweli huonekana pale mtu anapojifunza kutokana na makosa yake na kuamua kubadili mfumo uliomfikisha kwenye makosa hayo. Kurudia kosa mara kwa mara si tatizo la tukio, bali mara nyingi ni tatizo la mtindo wa kufikiri, tabia na maamuzi. Ukibadili tukio bila kubadili mfumo wa maisha, utajikuta unarudia historia ile ile katika sura tofauti. Mungu hatuiti tu kuacha dhambi au kuacha makosa. Anatuita kuwa watu wapya, wenye nia mpya na mwenendo mpya. Kile kitabu cha Warumi 12:2 anasema hivi: msifananishwe na ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Toba ya kweli si huzuni kwa sababu ya kosa, bali ni uamuzi wa kugeuka na kuanza kuishi kwa namna ya tofauti. Mtu mwenye nguvu akatai kwamba aliwahi kushindwa. Anakubali alikosea, anajifunza, kisha anabadilisha mazingira, marafiki, ratiba, fikra au maamuzi yaliyokuwa yanamsukuma kurudia kosa. Hapo ndipo mabadiliko ya kudumu yanapoanza. Mungu ni Mungu wa mwanzo mpya. Akusudii ubaki mfungwa wa makosa ya jana, bali uwe ushuhuda wa neema yake kwa kuishi maisha yaliyobadilishwa. Neema ya Mungu haifichi makosa, hutupa nguvu ya kuacha njia ya zamani na kutembea katika njia mpya. Nahitimisha kwa namna hii: usijivunie kwamba umevumilia makosa mengi, jivunie kwamba umejifunza kuyashinda. Ukomavu haupimwi kwa idadi ya majeraha uliyopata, bali kwa idadi ya mifumo mibaya uliyoivunja au uliyoikataa kwenye maisha yako. Leo usiombe tu Mungu akuondolee matatizo, mwombe akupe hekima ya kubadili mfumo wa maisha unaozalisha hayo matatizo. Kumbuka jambo hili muhimu: makosa yanaweza kuwa somo, lakini hayapaswi kuwa mtindo wa maisha. Watu wenye nguvu hawarudii makosa, wanabadilisha fikra, tabia na mfumo wa maisha, na ndipo Mungu huandika historia mpya katika maisha yao. Na wewe amua kuwa mtu unayejifunza kupitia makosa na kubadilisha mfumo wako wa kuishi. Hapo ndipo unampa nafasi Mungu sasa ya kuandika historia mpya ya maisha yako. Mungu akubariki sana. Nenda kafanikiwe.